So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Leo tunazungumzia kuhusu Zohran Mamdani, mwanasiasa kijana wa mrengo wa kushoto anayejitokeza kama sauti muhimu ya mabadiliko katika siasa za New York na Marekani kwa ujumla. Kutoka kwenye historia yake binafsi hadi nafasi yake ya sasa ya uongozi, tutafahamu ni kwa jinsi gani amekuwa kielelezo cha haki za jamii, usawa wa kiuchumi na utetezi wa wananchi wa kawaida. Zohran Mamdani ni mwanasiasa wa mrengo wa kushoto anayejulikana sana katika chama cha Democratic Party nchini Marekani na anatoka katika familia ya wahamiaji wenye asili ya Kiafrika. Zohran Mamdani ndiye meya wa kwanza Muislamu wa jiji la New York aliyeshinda katika uchaguzi wa manispaa. Alizaliwa mwaka 1991 katika mji wa Kampala nchini Uganda. Baadaye familia yake ilihamia Marekani na kuishi New York. Baba yake Mahmoud Mamdani ni profesa mashuhuri wa sayansi ya siasa na sosiolojia katika chuo kikuu cha Columbia, huku mama yake Mira Nair akiwa ni mwanaharakati wa haki za wanawake katika Afrika Mashariki. Mamdani alisomea sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Bowdoin kilichopo jimbo la Maine, na tangu akiwa mwanafunzi alianza kuvutiwa na masuala ya haki za kijamii na harakati za usawa. Safari yake rasmi ya kisiasa ilianza alipogombea nafasi ya uwakilishi katika bunge la jimbo la New York kupitia chama cha Democratic Party. Tangu mwanzo, Mamdani alijulikana kwa misimamo yake ya kisosialisti na akawa mmoja wa viongozi wa harakati za Democratic Socialists of America jijini New York. Msingi wa kazi yake ya kisiasa umejikita katika haki za kiuchumi, makazi nafuu, mageuzi ya mfumo wa usafiri wa umma na kupambana na ubaguzi wa rangi na tabaka. Mamdani amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwamba serikali za mitaa zinapaswa kurahisisha maisha ya watu wa tabaka la chini na kwamba siasa inapaswa kuwa chombo cha kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida. Akiwa mbunge wa jimbo, amewasilisha miswada kadhaa lenye lengo la kuongeza ufadhili wa makazi ya umma, kupunguza gharama za usafiri wa mijini na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na elimu. Ushindi wake ulitokea wakati wa ongezeko la malalamiko ya wananchi kuhusu gharama kubwa za maisha. Ulitafsiriwa kama ushindi mkubwa kwa mrengo wa kushoto wa chama cha Democratic Party. Kwa sasa, Zohran Mamdani anaishi katika eneo la Astoria jijini New York. Anapenda muziki wa hip hop na filamu zenye ujumbe wa kijamii, na mara kadhaa amekuwa akisisitiza katika mahojiano kwamba siasa inapaswa kuwa sauti ya watu wa kawaida, si mashirika makubwa. Kwa mujibu wa gazeti la Marekani The New York Post, Mamdani amekosoa vikali mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Aliyataja mashambulizi hayo kuwa ni hatua isiyo halali kijeshi na mwanzo wa sura mpya ya machafuko ya kimataifa. Kwa mtazamo wake, sera ya Marekani dhidi ya Iran, ikiwemo matumizi ya nguvu bila ushauri wa bunge, ni mfano wa uvunjaji wa makubaliano na kuweka matumizi ya kijeshi mbele ya haki za kijamii. Mamdani pia amekuwa na misimamo mikali ya ukosoaji dhidi ya utawala wa Kizayuni, yani Israel. Ameilaumu Israel kwa kutekeleza sera za ubaguzi wa kikabila katika maeneo yaliyokaliwa kwa mabavu na Palestina. Meya huyo mpya wa New York ameunga mkono vikwazo vya kiuchumi na kitamaduni dhidi ya utawala wa Kizayuni, akieleza kuwa hatua za vuguvugu hilo zinaendana na sheria za kimataifa. Huyo ndio Zohran Mamdani, mwanasiasa wa mrengo wa kushoto ambapo yupo katika chama cha Democratic Party nchini Marekani, ambaye ameshinda umeya akiwa ni meya wa kwanza Muislamu wa jiji la New York ambaye ameshinda katika uchaguzi wa manispaa. Meya huyu yeye ameilani Marekani dhidi ya mashambulizi ya vituo vya nyuklia vya nchini Iran, lakini vile vile amekosoa vikali Israel kwa kukalia maeneo kimabavu katika maeneo ya taifa la Palestina ambayo yamechukuliwa na taifa la Israel na yanakaliwa kimabavu kwa hivi sasa. Kwa hiyo kiufupi ni meya ambaye anaunga mkono taifa la Iran na kulipinga taifa la Israel, huku akienda kushoto kabisa na mipango yote ya Marekani dhidi ya uonevu wa taifa la Iran na kuifadhili Israel katika Mashariki ya Kati. Mtazamaji wetu, kwa uchache tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.